makosa yetu na tuandike miongoni mwa waja wema. Ndugu zangu Waislamu, tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa machumo, mwezi wa kuongeza credit. Mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufanya kuwa mwezi wa promotion. Kama unavyoona makampuni yanafanya promotion za bidhaa zao ili kuwapa faida walaji wa bidhaa hizo zaidi kuliko wakati mwingine, kwa malengo ya kuwafanya wafurahie kuwa wanachama ama customers wa biashara hizo. Ndivyo Mwenyezi Mungu ametufanyia promotion katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni miongoni mwa miezi iliyopewa daraja kubwa, japo haumo katika ile miezi mitukufu minne. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanachuoni wameutaja mwezi wa Ramadhani kama mwezi, kama bwana wa miezi. Mwezi wa Ramadhani umekuwa ndio bwana wa miezi, ndio mwezi sayyidi, mmoja katika bwana wa miezi hii 12. Huu ni kiongozi wao kutokana na thamani na faida zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao yanapatikana mambo huwezi kuyapata katika mwezi wowote isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kitu cha kwanza kinachoupa thamani mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi ulioteremshwa vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vitano. Na hapa naomba mnitegee sikio kidogo. Watu wengi tumezoea kujua na kuamini kwamba vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viko vinne: Torati, Zabur, Injil na Qur'ani. Lakini hii ni fikra iliyojengwa na watu wengi. Lakini ukweli vitabu vya Mwenyezi Mungu vikubwa viko vinne, viko vitano. Kuna suhfi za Nabii Allah Ibrahim, kuna Torati ya Nabii Allah Musa, kuna Zaburi ya Nabii Allah Daud, kuna Injili ya Nabii Allah Isa, na kuna Qur'ani ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Vitabu viko vingapi? Vitano. Sufi za Nabii Allah Ibrahim ambayo alipewa kama mwongozo, na Mwenyezi Mungu anazitaja ndani ya Qur'ani kwamba kitabu hiki kiliteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, siku ya mwezi mosi Ramadhani. Sufi Ibrahim, kitabu cha Nabii Allah Ibrahim, kiliteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, siku ya mwezi mosi Ramadhani. Taurati ya Nabii Allah Musa iliteremshwa siku ya mwezi 6 Ramadhani, yani Ramadhani 6. Zaburi ya Nabii Allah Daud iliteremshwa siku ya mwezi 7 Ramadhani, na Injili ya Nabii Allah Isa iliteremshwa mwezi 12 Ramadhani kama sikosei. Kwa hiyo unapoziangalia vitabu vinne hivi vya mwanzo kabla ya Torati, kama ni kabla ya Qur'ani, viliteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kwanza unapata thamani kutokana na kule ndio mwezi uliobeba vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vilivyoletwa duniani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio vimeteremshwa. Torati, Zaburi, Sufi Ibrahim, Injil na Qur'ani zote zimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Jambo ambalo huwezi kupata mwezi wowote uliopata thamani na baraka ya mwezi wa Ramadhani
kuwa ndio umeteremshiwa nje ya mwezi wa Ramadhani kuwa ndio imeteremshiwa kitabu katika vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini faida nyingine na ukubwa wa mwezi wa Ramadhani linalopatikana, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi pekee usiku wake mmoja ndio usiku wa bajeti ya viumbe vyote vinavyoishi duniani, usiku wa Lailatul Qadri. Bajeti za viumbe vyote za maisha za mwaka mzima Mwenyezi Mungu anazifanya katika usiku wa Lailatul Qadri, usiku wa makadirio, na ndio maana ukaitwa Lailatul Qadri, usiku wa makadirio. Usiku huu ndio Mungu anakadiria bajeti ya maisha ya viumbe ya aina zote, yani bajeti ya riziki yako, bajeti ya maradhi utakayougua mwezi huo mwaka mzima, bajeti ya visanga utakavyokutana navyo vitakavyokudondosha michozi, bajeti ya riziki, bajeti ya furaha, bajeti ya watoto, bajeti ya huzuni kama vile kufiwa na vitu vingine. Lakini kila unachokutana nacho katika mwaka bajeti yake inafanywa usiku wa Lailatul Qadri. Usiku huu ndo bajeti ya viumbe vyote inafanyika. Usiku huo ndio Mwenyezi Mungu anapanga nchi ngapi zitakuwa na njaa, wangapi watakufa na njaa, wangapi watakufa na ajali za bodaboda, wangapi watakufa na ajali za gari, wangapi watakufa na ajali za moto, wangapi watakufa na ajali za majini, wangapi wataoa, wangapi watafiwa, wangapi watazikwa, wangapi watafanywa kadha wa kadha. Kila maisha atakayoishi kiumbe mwanadamu na mnyama, usiku huo wa Lailatul Qadri ndio bajeti yake inapangwa. Wadudu pia bajeti zao zinapangwa mwaka huo. Wa ndege na samaki muda huo na usiku huo ndo bajeti zao zinapanga. Maana yake hilo ndio bunge la bajeti la Allah subhanahu wa ta'ala, la mapato na matumizi ya serikali ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, limo ndani ya mwezi wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadri. Kwa thamani ya mwezi huu, kwa thamani ya siku hii, kutokana na makubwa yanayofanywa ndani ya usiku huo, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria thamani ya ibada ya siku hiyo moja ni sawa na miezi 1000. Sawa na miezi 1000. Ukiabudu, ukifanya ibada yoyote, adhkari, tasbihi, nyiradi, swala ya sunna, chochote utakachofanya ndani ya usiku huo, salatu ala nabii, chochote utakachokifanya ndani ya usiku huo, hesabu yake itakuwa ni sawa umefanya ibada hiyo kwa muda wa miezi 1000, ambayo ni sawa na miaka 83, miezi 3, wiki 3, siku 3, masaa 3, sekunde 3 na dakika 3. Ibada ambayo Mwenyezi Mungu kaiweka umati Muhammad peke yao. Credit, promotion ya namna hiyo haijawahi kufanywa katika umma wote uliotanguliwa ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mungu kawapa ummati Muhammadi? Kwa sababu katika umma zote zilizotangulia ummati Muhammadi ndio umma unaishi umri mdogo kuliko wowote. Yani mzee sana katika ummati Muhammadi katimiza miaka 150. Tena watu wanafanya kusema yule mzee anayeanikwa na kuwekwa nje wakati wa jua. Lakini wenzetu miaka 150 ndio umri wa barehe na ujana. Angalia Nabii Allahi Nuhu alayhi salatu wasalam, utume peke yake kautumikia miaka 950. Utume kautumikia miaka mingapi? 950. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama utume kautumikia miaka 23. Umri wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni miaka 63, ambayo ni mara 13 zaidi ya umri wa utume wa Nabii
Nuhu alayhi salatu wasalam. Yani Mtume Muhammad umri wake wote ukiuzidisha mara 13 ndio utakuwa sawa na umri aliyofanya utume Nabii Allah Ibrahim. Na mitume wote wa Mungu anataka kuwatia jannatu firdausi, wote waende firdausi mitume hawa, lakini kiibada mmoja atazidiwa, kwa sababu huyu kauishi umri mdogo, huyu kaishi umri mkubwa. Mungu amempa promotion Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na umma wake. Usiku mmoja wa Lailatul Qadri sawa na miaka 83. Ukiudiriki umati Muhammad usiku wa Lailatul Qadri miaka 10 katika uhai wako, umefanya ibada miaka 800, unashindana na Nabii Allah Nuhu na una nafasi ya kukaa firdausi jannati nuzura. Angalia Allah alivyotupendelea umati Muhammad. Katupa umri mdogo, lakini katupa faida ya thawabu nyingi katika malipo. Promotion hizi umma zingine hawakupewa. Promotion hizi tumepewa sisi umati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambao tunamkorofisha Mwenyezi Mungu pamoja na zawadi kubwa tuliopewa. Na hii ndio kanuni ya viumbe. Hata mtoto akipendwa sana, kanuni yake hudeka mpaka akawa kero kwa yule anayempenda. Basi ummati Muhammadi, mapenzi alionayo Mungu kwetu, badala ya kujipinda katika ibada, tunajikunja kwa kudekwa, tunadeko zisizokuwa za maana, mpaka tunamuasi na kumkosea anayetupenda kwa kupitiliza. Hawa waliopewa thamani na ibada fupi zenye malipo makubwa, hawa ndio wengi wa ulawiti, hawa ndio wengi wa zinaa, hawa ndio wengi wa ulevi. Ummati Muhammad ndio wengi wa usengenyi. Ummati Muhammad ndio wengi wa maasi na madhambi. Wanafanya dhambi ummati Muhammad pamoja na mapenzi ya Mungu kwao, wanafanya dhambi mpaka inafikia mahala Ibilisi, mkuu wa kwanza wa kumwasi Mungu, anakaa chini anajifunza baadhi ya dhambi kwa ummati Muhammad. Yani hawa ummati Muhammad waliopendwa na Mungu kiasi hicho, akawapa advantage za thawabu za malipo makubwa katika viibada vidogo vidogo vinavyozidi waliotangulia. Hawa wamecreate dhambi, hawa wamecreate dhambi za kumwasi Mungu. Ibilisi yule alianza kumwasi Mungu baada ya kuumbwa Adam, pia huwa anakaa chini anakuwa mwanafunzi. Ummati Muhammad tunakuwa walimu wa kumfundisha aina mpya za madhambi Ibilisi ambazo hana. Ummati Muhammad tumefikia mahala tumefanya dhambi, Ibilisi anakaa chini anasoma, alafu anasema hii mimi sina. Ummati Muhammad wamefikia dhambi zinazozidi kaumi zilizotangulia. Nakupa mfano. Wakati wa Nabii Allah Luti alayhi salatu wasalam, ndugu wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, aliyeishi katika mji wa Sodoma na Gomora. Huyu ni mmoja kati wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Historia yake inapatikana Dead Sea, bahari ya mauti. Wallahi ladhim, Nabii Allah Luti watu wake waliasi kwa kuingiliana wanamume kwa wanamume, liwati. Ikawa mwanamume anamuingilia mwanamume mwenzake, ikawa anafanya mavyumbani. Mwisho akasema tuwe tunafanya kabisa hadharani. Wakawa napanga mstari, mume anamuingilia mwanamume, mwanamume anamuingilia mwanamume, mwanamume anamuingilia mwanamume, wanakuwa mtungo wamefuatana hivi, wanaingiliana hadharani na watu wanaona. Ibilisi akawaona hawa bado wanafunzi, akawafuata katika umbo la kibinadamu, akawashauri. Yani hiyo dhambi nzuri kwake Ibilisi, lakini pamoja na yote akaona kama kuna dhulma inafanyika, akawafuata akaambia, hapa kuna dhulma kati yenu. Wa mbele anadungwa lakini hadungi, wa nyuma anadunga lakini hadungwi, wa mbele anadungwa lakini hadungi. Cha kufanya mtengeneze duara ili wote tudungane hapa. Yani Ibilisi anawafundisha kaumi Luti namna ya kufanya dhambi isokuwa na dhulma. Sasa pamoja na Ibilisi kutoa darasa hii kwa kaumi Luti, kwa ummati Muhammad ambao wanapendwa zaidi, kala darasa hajawahi kulikuta. Ummati Muhammad wamebadilisha ile ya kucheza barabarani, sio.
Ummati Muhammadi wameamua mwanamme kwa mwanamme wanaoana. Ndoa ipite na watu wajue mwanamume kaolewa na mwanamume mwenzie. Dhambi hii Ibilisi wakikaa na kunja kichwa anajiuliza, hii mimi sina. Maana Ibilisi na dhambi zake zote alizowahi kufanya hajawahi kukubali kuolewa, lakini Ummati Muhammadi wako wanaume wamekubali kuolewa. Yaani wewe Ibilisi dhambi unasoma. Yaani ziko dhambi zinafanywa na Ummati Muhammadi, Ibilisi anakaa darasani na kalamu anasoma upya kuolewa. Hajawahi kuolewa Ibilisi. Yaani mvurugu zake zote za dhambi Ibilisi hajawahi kuolewa. Lakini kwa Ummati Muhammadi wamefikia mahala mwanamume dume lina viungo kamili linaolewa. Tena anamuita mume mwenzie mme wangu. Pumbavu. Mwenyezi Mungu hakutuacha. Pamoja na madhambi yote hayo, pamoja na maasi yote ya kutengeneza dhambi mpya hayo, endapo mwanadamu atamrejea Mola wake katika Ummati Muhammad, amemwahidi Mtume sallallahu alayhi wasallama masaa machache kabla ya kutoka roho yake, siku ya Jumatatu kabla ya sala ya dhuhuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimhakikishia Mtume, yeyote katika umma wako atakayerejea kwangu hata amebakiza masaa mawili kabla ya kukata roho, akatubu na kuniomba mimi, na akatubu ile taubatan nasuha, kama Allah alivyosema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, akatubu tubu ya kweli kweli, toba ya kweli kweli. Mwenyezi Mungu anamfanya rafiki, wakati huo huo anamuondoa katika blacklist, anamtia katika vipenzi vyake. Muda huo huo anakuwa rafiki na kipenzi cha Allah, na akikatika uhai wake Mola wake anamtia peponi. Mungu amefikia mahala amepoa nafasi hiyo Ummati Muhammadi. Basi umeasi, yakikufikia maneno yangu kichwani, ondoka katika hayo maasi, nirejee mimi sina nongwa, na kuacha hapo hapo unakuwa rafiki yangu na unakuwa kipenzi changu. Ummati Muhammadi ndio kwanza wamezama katika dimbwi la maasi. Ulaya kule kuna wanamume mashoga na wametunga sheria. Hii nimeipata kwa rafiki yangu anaishi Uingereza, London. Siku moja alikuwa na drive gari, yuko na mtu. Wakati ana drive gari akamuona mwanamume shoga alivyojipamba kama mwanamke. Kibinadamu akashangaa. Kibinadamu akafanya nini? Akashangaa. Sekunde 30 wako kwenye traffic light au robot, yani zile taa za barabarani, wamepaki sasa, wanasubiri taa ziruhusu. Huyu kakaa kulia, huyu shoga kakaa kushoto, yuko kwenye gari kabebwa na bwana wake. Akawa anamwangalia sekunde 30, akawa kamkodolea macho ya kibinadamu kushangaa. Sijui nimeleweka sawa? Basi hakwenda hatua 100, ila vingola vya polisi vilisimamisha gari tena huku akitaka kumgonga. Akakamatwa, akawekwa ndani. Kwa nini? Kamdhalilisha kwa kumtazama shoga. Maana yake amefikia mahala nchi za Ulaya zina uruhusu ushoga, mpaka zinauwekea mipaka kwamba usimtazame kwa kumdhalilisha. Hicho kitendo cha yeye kuwa shoga ni sawa tu. Hao ndio Ummati Muhammadi. Yani mtu anaambiwa wewe kwa nini unamtazama shoga? Mwache tu. Ukimtazama labda umtongoze. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwezi huu una mambo makubwa. Tutaelekezana, tutakumbushana mihadhara ijayo. Kesho Mungu akijalia tutaendelea na muhadhara baada ya sala ya dhuhuri. Kwa ni waombe ndugu zangu katika imani, mkajiandae na muambie wengine, kesho tuna muhadhara hapa baada ya sala ya dhuhuri. Kila mpenda mawaidha, kila mpenzi wa Mwenyezi Mungu tumuone hapa msikitini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, wa anna masajida lillah. Misikiti yote ni nyumba za nani? Za Mwenyezi Mungu. Mungu amechagua msikiti kuwa ndo mahala pa kukutana na viumbe wake. Na kila chama kina watu wake. Watu wa mpira wanakutana viwanja vya soka, watu wa vyama wanakutana kwenye viwanja vya siasa, watu wa dini wanakutana misikitini. Sasa sisi tunataka tuone Tabora nani watu wa Mungu tutakutana nao hapa.
tutakutana nao hapa, kwa sababu hapa ndio pa kukutana na Mola wetu. Mungu ukitaka kumjua mtu wake utamkuta humu. Ukitaka kumkuta mtu wa siasa utamkuta kwenye jukwaa la siasa, utamkuta kwenye chama. Leo ukiwa mwanachama kindaki wa chama lazima uende tawini kwako, lazima uende ofisi yako ya wilaya ukaangalie hali ya chama inakwendaje na upepo wa kisiasa ukoje. Ukiwa mtu wa mpira lazima uende viwanja vya mpira katika vilabu vyenu. Mungu amechagua mahala pake ni msikitini, anataka kuona kundi lake katika nyumba ya Mungu. Na katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, Mungu atakuona pale anapokuletea viwili kwa wakati mmoja vinavyogongana. Wakati huo huo kuna mechi ya Simba na Yanga, wakati huo huo kuna mechi ya Azam na Yanga, wakati huo huo kuna mechi ya Yanga na Azam au Simba na Azam, alafu wakati huo muadhini Allahu Akbar, Allahu Akbar, nafsi yako iseme mpilani siendi, naenda kusali. Ukiweza hilo wewe ni wa Mungu. Lakini ukijiona nitasali baadaye, kwanza naenda mpilani, first priority umepeleka kwenye mpira, wewe si katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu. So kipenzi cha Mungu huacha yote, kipenzi cha yote ile huacha vyote kwa ajili ya kipenzi chake. Kama wapo wazinifu akiitwa na demu anaacha mpaka kula kwa sababu demu wake kamuita, we mbona unashindwa kuacha mpira kwa ajili ya swala? Kama kuna watu wanaacha chakula kwa ajili ya pombe, we mbona unashindwa kuacha pombe kwa ajili ya swala? Kama kuna watu wanaacha vitu vya kazi kwa ajili ya zinaa, we mbona unashindwa kuacha zinaa kwa ajili ya Allah? Bali insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu anaijua nafsi yake. Ucha Mungu umebebwa katika kuacha maasi. Kutenda mengi wengi wanaweza, kutafuta khairati wengi tunajitahidi, lakini mkwamo uko katika kuacha maasi. Na ukitaka kumuona mtu mcha Mungu usimtazame msikitini. Msikitini kila mtu wali sharifu, shughuli akitoka msikitini yale maisha yake ya nje. Ibada ya sala na maisha ya kila siku kama ibada ya saum na maisha ya mwaka, ndivyo Mungu alivyoyapanga. Saini ya ibada ya mwenye sijda na sala haiangaliwi msikitini, anaangaliwa baada ya kutoka msikitini. Ukitoka nje, maisha yako ya dini, maisha yako ya swala unayatumia nje ya msikiti. Maana kama msikitini unasali sala 5, lakini nje ya msikiti mzinifu, nje ya msikiti mlevi, nje ya msikiti muongo, nje ya msikiti msengenyi, nje ya msikiti kadha wa kadha katika maasi, wewe ibada yako ya sala haina thamani. Wewe unainama na kufanya mazoezi, unasindikiza wenye ibada zao. Ibada ya sala inataka ikuonyeshe funzo la maisha baada ya sala. Ibada ya sala inataka ikuonyeshe funzo la maisha baada ya kutoka msikitini. Tutakuona mcha Mungu baada ya msikitini, maisha yako ya nje. Domo lako linafanya uchonganishi, domo lako linadhurumu, domo lako linafanya rushwa, domo lako linaamrisha watu wafe, domo lako linafanya maasi, domo lako linafanya dunia isiwe mahala bora pa kukaliwa, domo lako linafanya mji wenu utajwe vibaya. Matendo yako yanasomekaje baada ya swala? Hapa ndo tunamjua huyu mcha Mungu. Huyu anainama anaswali. Maisha ya swala definition yake ni katika maisha ya nje ya swala. Ukitaka kumdefine mtu anayesali, mtazame maisha yake nje ya swala. Anamwelekeaje Mwenyezi Mungu na anaishije na jamii inayomzunguka. Hii ndio inamuonyesha huyu ni mtu wa sala. Lakini umekaa tu na sijda kubwa, kaa chapati iloungua, unataraji kwenda peponi, kisa tu na swali. Mpuzi mkubwa. Peponi uendi, labda babako. Na definition ya saumu imekaa hivyo. Mwezi wa Ramadhani watu wote mawali wa cha Mungu, hata milevi muda huu imeacha ulevi na swali. Ile milevi typical imeacha ulevi muda huu na swali. Sasa Mungu
hana nongwa. Ulikuwa mlevi mwaka mzima, ushaingia kuswali sasa, umeacha ulevi, umeishi maisha ya raha. Yale makero na mabalaa uliokuwa unayafanya kwa ulevi umeacha. Yale mabalaa na makero uliokuwa ukiyafanya kwa zina umeacha. Yale mabalaa na makero uliokuwa unayafanya kwa kupigana na wizi umeacha. Sasa Mungu anataka kukuona Ramadhani ikiisha maisha yako yakoje. Definition ya saumu na maisha mema ya mtu aliyefunga tutayapata baada ya mfungo mosi, kabla Ramadhani ijayo. Baada ya saumu uliacha kusali, Mungu anakutazama, kwa sababu anachotaka kuona kama siku 30 uliweza kusali sala 5, siku 30 uliweza kufanya kutoa sadaka, siku 30 ulijizuia maasi. Kumbe unaweza. Yani Mungu anatutia mtegoni, anataka tujue kwani tunaweza kuacha. Jibu ndio. Mbona siku 29 30 yale manyanga yako umeacha? Kinachokufanya baada ya Idi urudi kwenye yale maasi ni nini? Jibu ni kwamba hicho ni kibri, na kwa kuwa umevaa vazi la Mwenyezi Mungu la kibri, Mungu anakuchoma. Kwa hiyo watu wote ambao wanaacha maasi ndani ya Ramadhani na wanasimama katika kufanya ibada ya sala, tena wanakutana mara 5 msikitini, misikiti inajaa, wale wote baada ya Ramadhani hii watakaoacha kusali, hawa wametengeneza kibri, kwa sababu walimuonyesha Mungu tunaweza kuishi bila kukuasi ndani ya Ramadhani, na tumeamua kurudi kwenye maasi kwa sababu huna utakachotufanya. Sasa ole wako, shindana na Mwenyezi Mungu. Baada ya Ramadhani acha msikiti, baada ya Ramadhani fanya maasi. Utamjua aliyeumba mbingu na ardhi na akaitia roho yako ni nani. Ndugu zangu, Ramadhani ni darsa, chuo. Tujifunze ili kuishi baada ya chuo. Natumai mwanafunzi yoyote anapopelekwa shule, lengo lake ni kumtengenezea maisha baada ya kumaliza nini? Shule. Ramadhani ni shule. Matokeo ya Ramadhani tutayaona baada ya Ramadhani. Matokeo ya msomi tunayaona baada ya kugraduate. Utakwenda kuwa waziri, utakwenda kuwa afisa ujenzi, utakwenda kuwa afisa kilimo, utakwenda kuwa kadha wa kadha, utakwenda kuwa rais wa jamhuri, kwa sababu ulifanya nini? Ulisoma. Na Mungu atatazama waliofunga matokeo yao baada ya saumu ya Ramadhani. Wale ambao wataifanya Ramadhani hii kwamba ni muda tu wa kubembeleza Mungu, ikiisha arudi kwenye maasi yake, wallahi billahi tallahi humkomeshi Mwenyezi Mungu, humkomoi Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Ghaniyul Hamid, Mwenyezi Mungu mkwasi wa kuabudiwa. Moja tu katika aya Mwenyezi Mungu anasema yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vinamtukuza, vinamwabudu, vinamsujudia viumbe vya mbinguni na ardhini. Mimi na wewe takataka tu. Nani anawazidi mbu kwa wingi? Binadamu na mbu kwa wingi, nani wengi duniani? Binadamu na mbu kwa wingi, nani wengi duniani? Mbu, wala usijidanganye. Si wachache kuliko mbu. Sisi wachache kuliko nyuki. Sisi wachache kuliko sisimizi. Sisi wachache kuliko wadudu wote wale unaowajua. Binadamu tuko wachache. Hao ambao nimewataja yusabihu lillah. Inzi, kuku, sisimizi, ndege, majani. Nani? Sisi tunaweza kuzidi wingi wa majani? Tunaweza kuzidi wingi wa miti? Yusabihu lillah. Hivyo vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Mungu hana shida na ibada yako wewe Muislamu. Mungu hana shida na ibada yako wewe mwanadamu. Ibada ni faida yako. Ibada ni kwa faida yako. Utumie muda huu kumbembeleza Mwenyezi Mungu. Na ukitoka ndani ya Ramadhani usirudie. Allah ameshatuhakikishia, ya ayyuhalladhina amanu. Sasa nyinyi mliokwisha kuamini, nyinyi tubu ila Allah, mrejeeni huyu Mola wenu, taubatan nasuha, toba ya dhati. Ushafika kwenye Ramadhani, umemuomba Mwenyezi Mungu, umefunga. We mlevi usirudi kwenye ulevi, we mzinifu usirudi kwenye uzinifu, we mwizi usirudi kwenye wizi, we kwenye maasi usirudi kwenye maasi, we uliyekuwa uswali usiache kuondoka msikitini, baki ndani ya msikiti. Taubatan nasuha, hiyo ndio tauba ya dhati. Ndugu zangu, nafasi bado ipo, moyo bado unatweta,
Mungu hajatutenga wala hajatutupa. Tukijiweka karibu naye, Mungu atatukumbatia. Tukikimbia mikononi mwake, Mungu atatuachia. Na wallahi ukichomoka mkononi mwa Mwenyezi Mungu, unaangukia katika mkono wa Ibilisi maluni. Fanaudhu billahi min dhalik. Mungu atulinde na hayo. Ukichomoka kwenye mkono wa Mungu, unaangukia kwenye mkono wa Ibilisi laanatullahi alayhi. Nani atakunusuru na moto wa Allah atakapowakusanya Ibilisi na kaumi zake kuwapeleka motoni? Nani atakunusuru? Bila shaka hakuna wa kukunusuru. Allahumma hdina fiman hadaita, wa afina fiman afaita, wa tawallana fiman tawallaita, wa barik lana min alkhair fima ataita, wa qina ya rabbi sharra ma kadhaita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahiyatana ya ilahil awwalina wal akhirin. Allahumma sahilana mimma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadhlika ya latif, bifadhlika ya latif, bifadhlika ya latif, ya latif ya Allah, 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 ya latif ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane kesho baada ya sala dhuhuri, tutakuwa na darasa ndefu Allah akitutilia tawfiki, na tutakuwa na mada nzuri Allah akipenda, tuseme inshallah.